barabarani, popote pale uliko, neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Na asubuhi ya leo ninataka tuingie katika neno la Bwana, na nataka kuongea habari ya giving in the kingdom, kutoa katika ufalme wa Mungu. When I say the kingdom, I do believe that we are not talking about God's kingdom tabernacle, but rather the kingdom of God. Amen. So that it might not be construed to mean that we are talking about giving here. We are talking about giving to the Lord. Praise the name of the Lord. Na ni heshima kubwa kupata nafasi hata mbele za Bwana, kupata wakati ambapo unaweza jitolea mbele za Bwana. Praise the name of the Lord. So asubuhi ya leo tunapozungumza maneno haya, kuna vitu kadhaa ambazo ningetaka viwe muongozo mtu akitoa katika ufalme wa Mungu. Na ninataka kuongea habari ya ufalme kwa sababu ufalme ni mpana. The kingdom of God does not just consist of an altar somewhere, a house somewhere. The kingdom of God is so broad. Ufalme wa Mungu ni mpana. Unaanzia mahali umetoka mpaka mahali umefika. Na hata mahali utatoka hapa uende, hata ukienda on the opposite side, you are still part or in the kingdom of God. Bado upo katika ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwa hivyo ni muhimu sana ujifundishe kutoa katika ufalme, ili usije ukawa mfungwa, for example, wa nyumba kama hii, mfungwa wa madhabahu kama haya, ya kwamba hata ukienda pale ukutane na mtu aliye katika ufalme wa Mungu na unahitaji kutoa kwake, hauwezi toa kwa sababu mafikira yako yashafungwa katika madhabahu, yashafungwa kuhusu mtu fulani. Amen. Bwana asifiwe. Na ni rahisi sana kuwa katika nyumba ya Mungu na uwe hauko katika ufalme. Maana ufalme wa Mungu ni kitu ambao kipo. Na nyumba ni manyumba yapo. Hata si ukiingia hata nyumba yoyote ile ni nyumba. Hata hii ni nyumba na ingine ni nyumba. Hata ile umepita kwa barabara ni nyumba. Bwana asifiwe. So usipojifundisha habari ya kutoa katika ufalme, ni rahisi upotelee katika manyumba, ni rahisi upotee ukifuata mtu fulani, ya kwamba fulani alisema, unajua huyo ndiye mtu ambaye ametuinua. Huyo ndiye mtu ambaye huyo ni mtu. Ufalme wa Mungu unaweza kuwa zaidi ya yule mtu. Unaweza pita mtu fulani uende hapo mbele, ukutane na an opportunity, a kingdom opportunity, lakini ukose kuijua. Bwana Yesu asifiwe. So mambo ambao nitazungumza yatakuwa muhimu sana. Giving in the kingdom, kupeana katika ufalme wa Mungu. Na nataka tuende katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Nataka tuone mahali pa kwanza Biblia inaposema habari ya kutoa, na ili tuweze kujifundisha hili jambo ambalo nimeita giving in the kingdom, kutoa katika ufalme. Praise the name of the Lord. Kutoa katika ufalme. Kwa sababu usiposhika hivyo, ninasema ya kwamba inaweza kukuletea shida katika maisha. So Genesis chapter 4, ninaamini ya kwamba tutakuwa na wakati wa kusoma mistari kadhaa, but basically for now let's begin at Genesis chapter number 4, na tuanzie mstari wake wa kwanza, lakini hasa niko na haja na mstari wa 3 hadi mstari wa 7, lakini nitasoma kutoka mstari wa kwanza for the sake of some background. Maandiko inasema Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakujamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekujamana? Mstari wa 7, kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko
inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Bwana abariki maneno haya. Bwana asifiwe sana. Tunasikia habari hapo, mstari wa kwanza na wa pili unaongea habari ya Adam na mkewe, relationship yao, na mwishowe pakazaliwa watoto wawili. Mmoja anaitwa Cain, the firstborn, and then there is Abel, the secondborn. Praise the name of the Lord. Lakini wakati walipozaliwa, maandiko inasema kwamba, of course hapo unaona kuna duration, kwa sababu sidhani Cain alizaliwa akiwa ameenda kwa shamba. Ati amezaliwa tu hivi shwa kwa shamba ameanza kulima. Hiyo itakuwa maajabu ambao ingeandikwa vizuri hapo. Ati miraculously mtoto alizaliwa akaenda wapi? Kwa shamba. So there is a duration ya kukua. Akakua akafika umri wa kulima. Naye mwingine akafika umri wa kuchunga kondoo. Huyo ndiye mtu wa kwanza ambaye tunaona he domesticated animals. Praise the name of the Lord. Akaleta wanyama nyumbani. So kondoo ndio hao anawachunga, naye mwingine ni kulima. Anafanya nini? Analima shamba lake. Lakini maandiko inasema ya kwamba hatimaye siku zikasonga, na Cain akaleta sadaka mbele za Bwana, na Habili pia akaleta nini? Wanyama mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. There are so many theories ambazo zinanenwa. Wengine wanasema sadaka ya Kaini ni vile ilitolewa katika nchi ambayo imelaaniwa. All those are theories ambazo hatuwezi sema, ni ufunuo kivyake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo mimi nataka tuzingatie mambo yanayozingatia pale. Praise the name of the Lord. Habili naye akaleta wazao wa kwanza na wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Praise the name of the Lord. Sadaka moja ikakataliwa na sadaka ingine ikafanya nini? Ikakubaliwa. So swali ambalo ni vizuri kila mtu kujiambia na ni vizuri kuunderstand, God is a choosing God. Mungu ni Mungu mwenye kubagua. Uweke hiyo kitu kwa akili yako. Because if you think that God will take whatever you give unto him, you are deceived. Umejidanganya. Mungu hachukui kila kitu anapelekewa. Mungu hachukui kila sadaka ambayo anapewa. Ate Mungu, unajua wewe haujali. Wewe Mungu, unajua hata uko na vitu vyote. Hata hii ni kukuongezea, tunakuongezea. Hiyo ni mafikira yako. Mungu ni kuambie. Na of course ni vizuri uelewe. Watu wale maskini, hata ukimpea nguo imeraruka, anaona vile ataenda kuishona aivae. Si ndio? Mtu aliye na utajiri, aliye na nguo, utampea nguo zilizopasuka? Si hata mpya kuna nguo utampea haikatae, kwa sababu si kiwango chake. Praise the name of the Lord. I was listening to those what I would call motivational speakers. Mtu mmoja akiongea habari ya tajiri mmoja vile aliingia kwa duka. Alipoingia kwa duka, kaingia, unajua amesimamisha kimercedes hapo nje, kigari kikubwa, ameingia kwa duka. Alipoingia, mwenye kumuona tu hivi, so unajua kuna sura ile nguo amevaa, sura ile amebeba, you know, jamaa kuingia tu hivi akaambiwa, wacha nikuonyesha mahali nguo ziko. Akapelekwa area fulani, akachukuliwa, akasema hiyo ni pesa ngapi? Akaambiwa hii ni 10,000 shati. Akasema staki kama hiyo. Akauliza hakuna ya bei rahisi? Unajua muuzaji anashangaa, unauliza yani kiwango chako, shati hii ni ya nini unataka? Akamwambia okay, hii ni ya 8,000. Akasema hapana, wewe wacha mambo yako, hakuna ingine. Akaenda hivyo mpaka akafika ile kama 800 hivi, akasema yes, this is it. Sasa huyu akamuuliza, na hii shati unataka wewe nikikuangalia, hii shati ni wewe utavaa aje? Akamwambia hapana, hii ni ya my driver, akona birthday, nataka ushike hiyo, ni ya my driver. Ikafika naye na akapea driver, na driver appreciate. Sasa ikafika mahali naye birthday yake ikafika, dereva naye akaenda kwa duka. Alipoenda kwa duka kuingia tu hivi vile ameingia, jamaa akampeleka ile side ya 800. Si anaona hata ile shati amevaa, ile nguo amevaa, akampeleka pande ile ya 500, 700, ya mwisho 1000 hapo hivyo. Maana akimpima anaona wewe huwezi afford zaidi ya hapo.
na huwezi vaa zaidi ya hapo. So mwishowe akamwambia hapana, nataka shati ya bei ya juu. Akampeleka ile 2,000, kaenda hivyo mpaka akafika ile 10,000. Akamwambia yes, this is a shirt. Sasa unaye akachanganyikiwa, akamuuliza wewe mbona unataka hii nguo umevaa na hivyo umekunja? Hii ni pesa inatosha uende ulipe rent miezi 5 wewe mzee. Wacha kujisubua hapa. Unataka nguo ya pesa nyingi na huna mahali pa kuipeleka. Akamwambia no, it is not mine, it is for my boss. Nataka uone hiyo swali ya kwamba hata sisi hujua kuna kitu unaweza pea mtu na kikataliwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu unaweza pelekea mtu hata kama mnapendana na aseme hiki hapana, hii ni madharau. So ni vizuri ujifundisha hili jambo, maana my first statement is that God is a choosing God. Always in your mind have that. As a giver you must remember God is a choosing God. Mungu ni Mungu mwenye kubagua. Sasa nilikuwa nataka kukupea picha. Mtu tajiri ameshiba, amevaa nguo, amekula vizuri, amekaa vizuri. Kuna vitu huwezi mpea akachukua tu ate akufurahishe. Pana hata utaona vile anaangalia, unaona hii sasa nitagongwa naye hapa, wacha niiondoe kabla. Amen. Hujawahi kana watu matajiri uone vile wanakula. Ndio watu wengine mnaenda mahali wewe uko na kuku unaongezea munofu ya ng'ombe hapo juu. Unaambiwa hata wale wanakulaga bata ziko pande hii, unasema gai niona dile dali sijai kula. Unapitia hapo unaruka na mguu ya bata. Lakini mtu mwingine asakula hizo vitu zote, hata nyama ya crocodile amekula na hapa Tana River, hapo kwa kina Mungatana. Sasa hata ya nyoka alijaribu siku nyingine, alikuwa ameenda China. Na akasema na nyoka inaoja kama samaki tu. Sasa ninataka ufikirie, huyu mtu hizi vitu ameshakula, ameshabagua hiki, akakula kile. He has no idea. Hataki kukula hizi vitu. Unaona anachagua kama kimo kidogo, alafu anaongeza maboga mingi. Sasa hiyo wewe uko na manyama umejaza sahani. Yeye ni maboga tu. Yaani na unaona vile anaketi vile anakula boga, unaona ni kama yeye ndiye anaenjoy kukuliko. Wewe unakula nyama. Yaani nasema hivi, he is choosing because ashakula, ashashiba. Wengine wako na health issues, ndio maana hawataki kukula hivyo. Wengine wanajaribu kurefusha maisha. I want you to understand. Look at the natural to teach you the spiritual. Can I say that again? Learn from the natural. It can teach you about the spiritual. If physically there is a thing you cannot give to a certain person, God is more choosy than the people around you. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mbaguzi, na uweke hiyo kwa moyo wako. Mungu ni, hebu sema hivyo, Mungu ni mbaguzi. Sema tena, Mungu ni mbaguzi. Na habagui watu, lakini anabagua vile vitu mtamuletea. Na hata watu watabagua kwa sababu inategemea vile umekuja. Praise the name of the Lord. So ubaguzi wa Mungu si kama ubaguzi wa mwanadamu. Unajua mimi naweza kukubagua kulingana na elimu, haujasoma kama mimi. Sasa unavaanga nguo aje? Sasa wewe hata kwenda naye mahali utaniaibisha. Naweza bagua kwa sababu ya hiyo. Mungu habagui kiatu ile umevaa. Mungu hana shughuli ulitoka nyumba gani. Mungu hana shughuli kama unakaa hewani ama unakaa chini. Yeye kitu ile anabagua ni vile vitu viko katika moyo na njia zako. Bwana asifiwe sana. So uweke hiyo katika moyo. God is a choosing God. Mungu ni Mungu mwenye kubagua. Anachagua. Bwana asifiwe sana. Ushawahiwekea mtu chakula alafu akachagua ile anapenda, akawacha vitu zingine kwa sahani. Hiyo ndio ninaongea habari yake. Unaona mtu amechagua, hata kuna maajabu hii dunia. Unawekea mtu githeri, anachagua mahindi, anakula. Bosho anawacha hapo. Yaani mwingine nao utamwekea, anachagua maharagwe yote, anawacha mahindi kwa sahani. Hii dunia inakaa hivyo. Unawekea mtu mwingine ugali na boga na kanyama iko na mafuta hivi, unaona nyama zote alikuachia ate ziko na mafuta zina mfanya roho iwe. Unaelewa they bracken the heart. Anawacha nyama hapo, boga anakula. Mwingine naye unaweka boga na nyama inafagiliwa, boga unaachiwa hapo. Hiyo ndio nataka uelewe. In the natural, Mungu naye hukaa hivyo, anabagua, anachagua. Bwana Yesu asifiwe. Usipoweka hiyo kwa moyo,
itakusubua na itakuwa na effect katika giving. Tutaona hiyo wakati tunaendelea. Utaona effect ya giving yako katika maisha. Na giving ni kitu kubwa, iko na mahali. Na ndio nikasema kupeana katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Ni Mungu unapea, ni ufalme wa Mungu unashughulikia. Hiyo itakuwa na effect. Praise the name of the Lord. Nataka uweke hili kwa akili pia. God is concerned in my giving. God is concerned. And I want to add another word. Is concerned and involved in my giving. God is concerned and involved in my giving. Yani Mungu anahusika na anaangalia so much concerning my giving. Atachunguza kutoa kwako. Mungu wakati unatoa, hapana fikiri anaenda mahali ati anakuacha ufikirie. Gaya ikaraka hau. Hivyo unataka kutoa, ataketi hapo akikuangalia, wacha nione vile unafanya. Wacha nione kile kiko katika moyo. Wacha nione akili yako inafikiri namna gani. God is always there in your giving. Praise the name of the Lord. And he is involved and concerned. Anahusika, Kiswahili kinanipotea. He is concerned. Bwana asifiwe. Amukusoma Kiswahili, munisaidie. Anahusika na anafanya nini? Haya, ana concerned. Bwana asifiwe sana. Anakuwa concerned. Wewe elewa hivyo. Wale uelewi kizungu sasa Mungu atakusaidia. Amen. Yani inamhusu, anaingilia ni nini unatoa, kwa nini ni vitu gani hizi unapeleka. He is concerned, he is involved. Praise the name of the Lord. So every moment you come to a point whereby you are supposed to give, remember God is involved and God is concerned. Ukubuke Mungu anahusika na Mungu anashughulika kuhusu iko kutoa kwako. Bwana Yesu asifiwe. So jambo lingine ambalo ningetaka uelewe. The motive of your giving is of paramount importance before the Lord. The motive of your giving is of paramount importance in the sight of the Lord. Paramount. Hilo neno paramount nafikiri unaelewa. Paramount. Of great importance. Kitu cha muhimu zaidi katika kutoa kwako. Motive yako, makusudio ya moyo. Ni nini unakusudia wakati unatoa? Wakati unapeleka sadaka yako mbele za Bwana. Ni nini what is your motive? Ni nini msukumo wako? Kwa nini unataka kutoa? Msukumo huo Mungu huangalia kuliko vile anavyoangalia sadaka yako. You may write this one down. The motive supersedes the gift or the sacrifice. The motive supersedes the sacrifice. Bwana Yesu atukuzwe. Makusudio ya moyo yameishinda, yameipita sadaka. Kusudi la moyo katika kutoa linatangulia sadaka yako. Bwana atukuzwe. Meaning that before God can see your sacrifice, he is face to face with your motive. Kabla Mungu hajaiona sadaka yako, anaiona kusudi lako. Hiyo ndio inamtangulia. Na kwa hivyo wapendwa, ni vizuri mshike hili jambo. Kwa sababu motive yako ndio itategemeza Mungu ni nini atafanya na wewe katika sadaka hizi unatoa. Motive yako. Na nimesema motive hufika mbele ya nini? Ya sadaka. So ukifikiri sadaka ile unatoa inafika biguni mbele, hapana, motive ilifika kitambo, sadaka inafuata baadaye. Na ukielewa hii ndio nikasema ninafundisha habari ya giving in the kingdom. Wachana na watu. Wachana na pastor. So unajua pastor anaweza uliza maswali akikosa kuona nikitokea. Unajua hata kuna makanisa zingine ziko na procedure tofauti za kutoa. Wale wote wako na tithe watokee hapa waobewe. Sasa unaogopa hauonekanagi hapo mbele. Last month haukutokea, hata mwezi huu hujatokea. Sasa unatokea usije ukawekwa kwa blacklist. Kuna makanisa huwa yanaandika register vizuri ya mtu vile anatoa. Na kama utafanyiwa chochote na kanisa, wanaendaga kwa ile record. Wanaangalia kutoa kwako.
Sasa kuna watu ambao wanafanya bidii sana, na ndio dini zingine huwa zinajengwa na ziko na nguvu sana kwa sababu ya kutumia hiyo kriteria. Bwana asifiwe sana. Lakini ni watu wangapi wako huko wanatoa na sadaka zao hazikufika mbinguni, lakini kwa dunia zilifika. Mbele za wanadamu zilifika, kwa watu zimefika kabisa kwa wingi, lakini mbele za Mungu hakuna. Dini zimejengwa, manyumba yamejengwa, madhabahu yamerebeshwa, vinanda vimenunuliwa, equipment za ajabu, kuna video cameras kubwa, lakini motive ya watu haiko sawa. Kwa sababu gani? Ni woga umewajaa. Hawataki kuonekana kama wasaliti wa kanisa, hawataki kuonekana kama wasaliti wa pastor. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio hata ukikaa hapa, hata ukae miaka 100, Mungu akitusaidia kama miaka 100 hata kuwa amerudi, hata siku ile sitakuwa, hakutawahi kuwa na tangazo la pastor anahitaji. Hakuna hata siku moja, usiwahi tarajia na usigoje, hakutakuwa. Because we don't want you to be compelled. Bwana asifiwe. Mwezi huu tunaomba watu 5 wa kusimama na gari ya mchungaji. Haleluya. Mchungaji huwa anaenda na gari. Amen. Na huwa inawekwa mafuta. Praise the Lord. Semeni amen. Sasa mutasukumwa hivyo, mutatoa watu 5 watasimama, gari itawekwa mafuta. Lakini ni kusudi mchungaji wao ajue ni nani huweka gari mafuta. Hiyo haitakubalika. Bwana asifiwe. Unajua tumepitia mambo mengi na tumeona mambo. Sasa huu ni mwezi mwingine mpya, kama leo si tarehe 6. Na in this new month tunataka watu 5 wa kusimama na nyumba ya mchungaji. Bwana asifiwe. Ama unasikia kanisa imegawanywa, wamama washughulikie jikoni, wazee washughulikie. Sasa hizo vitu watu watafanya, watu watakuweko. Mtu ananunua nyama na kumbe si nyama umenunuliwa mchungaji, utaikula na wewe utatoa mavitu, utafanya vituko. Maana nyama kwanza itanunuliwa. Unajua nyama uwezi pewa ati ukaweke kwa friji mwezi mzima. Itanunuliwa na mtu anasema mimi nitakuwa naileta personally. Utakula hiyo nyama, mambo itakuwa, utajionea vituko. Bwana asifiwe sana. Ndio watu wengine wanatoka kanisa, unasikia vile wanaongea vibaya. Mundu hau anaongea vibaya na hata hiyo kunona ni nyama zetu. Sasa unasikia? Because motive yake haikuwa the motive of the kingdom. The motive was pastor ashibe. Hallelujah. Hata utasikia mtu akianza kusema unaona tangu tuanze hiyo program, unaona pastor vile anakaa, hata uso ni ile madhudo ameisha ile pimples zile alikuwa nazo. Hii machungwa tunanunuaga imesaidia mtu wa Mungu. Sasa wapendwa, kama ni machungwa inafanya mtu aishi, wale watu wanakana hapa Kibwezi wangekuwa bere sana. Hata akuke kufa mtu, maana wanakuza machungwa kukuza hapa. Habari zenu. Yaani kuna vitu ni lazima ujiulize maswali. Motive yangu ni, what is the driving force in my giving? I'm still talking about giving in the kingdom. Praise the name of the Lord. So when I've said this, and it is important for me to remind you, my motive precedes my giving. My motive precedes my offering. Sadaka tunazotoa, kabla sadaka yangu ifike mbele za Mungu, makusudi ya moyo wangu yalitangulia. Na hiyo ndio Mungu huangalia. Bwana atukuzwe. In another word ambao ningetaka uelewe ni hivi. Doing it right, that is in giving. Doing it right is as important as the sacrifice. Giving right is as important as the giving itself. Kutoa kwangu na njia iliyo sawa ni muhimu kabisa kama vile na sadaka ilivyo. So don't just give right. Don't just be a giver, but be a giver who gives right. Mtu ambaye anatoa na anatoa katika njia iliyo sawa. Mtu ambaye anapeana na anapeana katika njia iliyo sawa. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa sababu kama hautatoa katika njia iliyo sawa, ninakuahidi sadaka yako huku kwa manyumba hizi itafika na itakuliwa na wachungaji na itafanya kazi kama ile unaona imefanywa. Of
course tutafanya kabisa na tutashukuru Mungu, hata tunashukuru kwa wewe, lakini jiulize hivi, kama motive yako ilikuwa nini? Ni nini kilifanya utoe? Je, ni list ulikuwa unataka kujaza? Je, ulikuwa unataka kuonekana hapo katikati ya watu wale ambao walifanya? Je, wakati unatoa fungu lako la 10 unasema Mungu umenibariki, wiki hii umeniinua, nimepata 500, hii 50 wacha nikupelekee, nimelipwa mshahara hata kama si nyingi, hata ninajaribu kugawa haitoshi, lakini hata kama haitoshi, mimi ninajua wewe ni Mungu. Makusudi yako ni gani? Ama unatoa ukipiga kelele, ama unatoa ukisema na Mungu wewe ni mnyang'anyi. Unajua, na usifikiri ni wewe wa kwanza kufikiria Mungu ni mnyang'anyi. Imeandikwa Matthew 25. Kuna jamaa alipewa talent, akaenda akaifunikia, kasema wewe boss haunijui, nimekuangalilia mbali na nimeona mahali unalenga, wewe unavuna mahali ya upande. Na Biblia inasema boss aliporudi, jamaa akaulizwa, haya give an account. Jamaa alimwambia goja kidogo nipe dakika 2. Akakibia na hapo akasomoa vitu akaleta, akamwambia nilikuonea mbali, nikajua wewe ni mtu ambaye ueleweki, wewe unataka kuvuna mahali ya hukufanya nini, haukupanda. Chukua kilicho chako, wachana na changu. Praise the name of the Lord. How many of us behave that way in the kingdom today? You give to God not what he deserves, but what you think, in accordance to your own imaginations and thoughts. That is why you give, and that is how you give. Lakini inapaswa iwe tofauti. Our giving must be measured by the philosophy, if I can say it, if I can put it right, the philosophy of the motive. Uweke kwa moyo kitu ambao filosofia ya kwa nini natoa, msukumo wangu ni nini, kwa nini napeleka mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Motive ni kusema utaangalia logics ambazo ni kweli na ambazo haziwezi badilika. Ukule ukose kukula, ukunywe ukose kukunywa, ulale kwa nyumba ulale nje, haziwezi badilika. Like now if I say, and I want you to understand, one, God is rich, and the Bible says so. Ephesians chapter 1 verse 4. God who is rich. Praise the name of the Lord. God who is, Mungu ambaye ni tajiri. Kwa hivyo hapana fikiri unapelekea Mungu kwa sababu ya umaskini ile iko biguni, ile mashida iko huko ndio unatatua. Hapana, wacheni niwaambie, na nimewaambia mara nyingi, na mimi huongea kana kwamba ni mzaha, lakini hii ndio ukweli. Pesa ile yote huwa mnatoa kwa ufalme, kwa kanisa, wapi kusupport, inaishianga kwa hii dunia. Hakuna pesa hata kidogo. Jameni, wacha niwaambie, zile mnatoa, tunatoa fungu la 10 na tunatuma Bwana asifiwe. Wacha nitumie hilo neno in quotes, headquarter, mahali na sisi tumeamini mtumishi wa Bwana yule ambaye anatuangalia kiroho. Are we together? Sijawahi ona hata siku moja ati ni kitu kitoka hivi, hata ukiuliza treasurer wetu hajawahi kutana na Yesu pale ati Yesu akamwambia leo leteni kile changu. Hatujawahi muona. Amen. Zinakuliwa hapa duniani, zinatumika hapa. Kwa hii nyumba tunashukuru Bwana kwa wale ambao hujipeana. Mumetusaidia pakubwa kufanya kazi ya Bwana. Praise the name of the Lord. But my point is simple. Usiweke motive ya kwamba ni kama ninapea Mungu ambaye ni masikini, Mungu ambaye hana, Mungu ambaye akona matatizo kwake na inahitaji solution. Praise the name of the Lord. God has no problem in heaven. He does not depend on you in whatever situation. Hakuna kitu anategemea kwako ati kwamba bingu kuna program itakosekana. By the way, wacha niwaambie, tukikosa kutoa hapa, kitu ile itafanyika ni kwamba tunaweza kosa kuwajibika katika mambo yale ambao tunapaswa kuwajibika. Pastor wenu anaweza enda hivyo harare ja, lakini hakuna ja itakuwa biguni. Ati kwa Mungu, ati Mungu sasa uone abia malaika 10 wateremke wafuje Commercial Bank waone kama kuna kitu imebaki huko. Hakuna kitu kama hiyo itakuwa. Sisi ndio tutakuwa na matatizo. Praise the name of the Lord. So, the motive. Are we together in that line? The motive. Keep that one in your mind. Your motive in giving is more important than your sacrifice. Kutoa kwako, kile unatoa ni zaidi, ama kusudi la kutoa ni zaidi ya hicho ambacho unafanya nini? Unatoa.
So unatanguliwa mali, kile kinatangulia sadaka yako ni makusudio ya moyo. Praise the name of the Lord. Want to say this, the how you give is what I call okay, let me use these two words. The why and the how is what determines the motive. The why and the what. Praise the name of the Lord. The why and the what. Kwa nini natoa? Na ni nini ninatoa? That is what determines, or rather is determined by the motive. Praise the name of the Lord. Kwa nini ninatoa? Kwa nini nimepeleka mbele za Bwana? Ni nini ninatoa? Hiyo ndio inasema motive. Na Mungu atakusaidia katika mambo hayo tunapoendelea. Kwa hivyo, hebu turudi katika lile neno. Biblia inasema kwamba Bwana akamtakabali Habili. Hiyo ni katika Genesis 4 verse 4, sehemu ya mwisho. Akamtakabali ama akamkubali Habili na sadaka yake. Na mimi nataka muone hilo neno. It is Abel and his offering. So what is Abel? What is Abel? Abel ni nini? Ni mtu si ndio? Kwa nini anatajwa? Na ukiangalia katika verse 5, lakini Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Ninataka uone ya kwamba mtu hutangulia sadaka yake. And I think it is important that you put that one down so that you cannot forget. Praise the name of the Lord. Every person precedes his offering before the Lord. Mtu huitangulia sadaka yake. Na huyo mtu ndiye nimejaribu kukufundisha, nikakwambia anaitwa nini? Motive. Yule mtu wa ndani. Ulipoketi ukasema nitatoa, ulipopanga kutoa, huyo mtu aketie na kupanga hutangulia anayepeleka sadaka. Ujue huu mwili si ni mwili, of course itafanya ukuje mpaka hapa. Ni mwili ya utatumia na akili kufinya kasimu ili sadaka iende, si ndio? Lakini nikwambie hivi, yule mtu ambaye ameketi kule ndani akasema na leo nitatoa nini mbele za Bwana. Leo na ni mwisho ya mwezi, hii ni Sunday ya kwanza. Sasa by the way, mwezi huu nimepata nini? Huyo mtu ambaye anafikiria huyo ndiye sasa tunaita the person, the you, the Abel and the Cain, ambaye either atakubalika ama atakataliwa. So I want you to understand this. Your offering is accepted or rejected before it gets to the altar. The offerings are accepted or rejected before they come to the altar. Sadaka hukubaliwa ama kukataliwa kabla haijafika kwa madhabahu. Kwa hivyo hapana fikiri unaweza mtwist Mungu ate umfanye Mungu afanye vile. Na nimewaambia wapendwa, muweke hii kwa akili. Hakuna kitu unaweza badilisha. Kuna vitu, principles ambazo huwezi badilisha katika habari ya kutoa. Your offering is accepted or rejected before it gets to the altar. Because sadaka yako hukubaliwa ama kukataliwa primarily based on the motive. And I want to remind you those words. Primarily based on the motive. Kukataliwa ama kukubaliwa kwa sadaka yako pakubwa pake panategemea kusudi lako la kutoa. Hiyo ndio inasema kama sadaka itakubaliwa ama itakataliwa. It's not about the amount of the offering. And we will talk about this one later. Sio habari ya kile ulitoa, sio habari ya pesa zile ni nyingi ni kidogo, hapana. Kuna mtu anaweza leta hata gari asimamishe pale na apeane funguo aseme Bwana asifiwe, mimi nimesikia hii lori nilete kwa ufalme wa Mungu, na ikataliwe. Na lori iko pale. Lakini kwa kanisa ilifika. Na hata itatumika kwa, by the way, hakuna sadaka zile unatoa zinatakaswa na madhabahu. Zinatakaswa na madhabahu. Kwa hivyo zikifika zitakuwa takatifu. Lakini wewe haikukubalika kwako na mbele za Mungu haitatajwa ni sadaka yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Matendo sura ya 5, mtu yule anaitwa Anania na Safira, unasikia wakirudishiwa sadaka. Ate juu mumeongea uongo, kwanza chukueni alafu mkufe. Kuna kitu kama imefika na itafanya kazi ya Mungu, lakini umekufa.
Na mchunge msijiue kwa madhabahu. Wapendwa, msijiue kwa madhabahu. Unajiua na sadaka. Unajua unaweza kosa kukufa physically, lakini ni Mungu unachezea. Unachukua tu kitu ile unafikia asubuhi ndio wewe huyo mbele za Bwana. Lakini Mungu hakukupea hivyo. Na kuna sadaka ambazo watu wanapaswa wajichunge. Ujichunge nazo kwa sababu ni sadaka ambazo ni Mungu anasema zitolewe. Ujichunge wewe mwenyewe, uelewe, na tutasoma mambo haya zaidi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Unajua habari ya kutoa hainanga amen, lakini huwa nawaambia nitajitia moyo. Maana sitaki nifike mbele za Bwana niulizwe kwa nini hukuwaambia watu hao. Niwaambie. Bwana asifiwe. So hata kama amen unasikia ikikatalia huko ndani maana tumeguza area sensitive, wewe tutakwambia amen utatoa. Amen. Ili uwe mtu ambaye utajihukumu wewe mwenyewe, usije ukasema tutakuhukumu. So Biblia inasema vizuri. Umeshika Genesis 4 verse number 4 and verse number 5. Akamtakabali. Katika kizungu inasema hivi, and the Lord had respect. Praise the name of the Lord. Unto Abel and his offering. I want you to see, Abel is accepted before the offering. In fact, what we are talking about is the motive. If your motive is acceptable, your offering is acceptable. You may write that one down because it breaks the same statement down in an understandable manner. I want to say this. If you are accepted before the Lord, your sacrifice will be accepted. Ukikubalika mbele za Bwana, sadaka yako itakubalika. Na si unajua opposite ya hiyo? If you are rejected before the Lord, even your offering shall be rejected. Sadaka yako itakataliwa. Kama hautakubalika mbele za Bwana, hata sadaka yako haitafanya nini? Haitakubalika. Uache kujidanganya, uache kujiambia hapo ati kwamba unajua Mungu hajali, God does not care. Hallelujah. God does not care according to you. Lakini nitakwambia ukweli wa mambo. Kuna mambo Mungu ameyakataa. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna vitu Mungu hukataa. Praise the name of the Lord. Kuna vitu Mungu anasema hii sitaki. Kuna kitu Mungu anasema hiki sikubali, hiki sio changu, hiki sitaki katika madhabahu yangu. Jina la Bwana libarikiwe. So na nimewaambia hivi, ni muhimu kwako kuelewa hili jambo. Praise the name of the Lord. Kuelewa hili jambo ya kwamba your motive will always precede your offering. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka yako, Bwana asifiwe, itategemea the motive. Kusudi lako ni kusudi gani? Bwana Yesu atukuzwe. Kama kusudi lako ni mbaya, basi na sadaka yako ni mbaya. So if you get rejected, your offering will automatically be rejected. Ukikataliwa na sadaka yako itafanya nini? Itakataliwa. Usijidanganye. Bwana Yesu asifiwe. Usijidanganye hata dakika moja. Praise God. So nimeeleza mambo mawili ambao ni muhimu sana. The motive, amen, precedes the offering. Sadaka yako itataguliwa na makusudi yako, makusudi ya moyo wako, makusudi yale yamefanya ufanye kile ambacho unafanya, yatatangulia. So I want to say this. The you in this word, the Abel, the Cain in these two statements, stand for the motives. Stand for huyu ambaye anaitwa Kaini, huyu ambaye anaitwa Abeli, huyu ambaye sadaka yake ilikataliwa, huyu ambaye sadaka yake ilikubaliwa, huyu ambaye unasikia akitajwa kwa jina, ninasema anaitwa the motives. Bwana asifiwe sana. The motivation. Hiyo ndio Mungu anaangalia sana. Sasa tuende mbele kwa sababu lazima tusonge. Ninaamini kwamba Mungu atatusaidia kupita huko mbele. Habili na hiyo ni mstari wa 5. Inasema ya kwamba lakini bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakujamana. I want to say this. Bwana asifiwe.
the rejection or acceptance of your offering affects your life. And these are things sometimes which happen unconsciously. Physically you cannot tell, lakini kutakuwa na kitu. Sadaka yako vile itakavyokwenda mbele za Bwana, either imekubalika ama imekataliwa, itakuwa na effect katika maisha yako. Do not deceive yourself. Itakuwa affect. Amen. So ndio wengine unafika kazini unasikia tu hutaki kuifanya, ni kama uifunge, wachana naye, kwani lazima mtu afanye kazi? Kwani lazima mtu akue huku? Unaweza fika hata kazini unasikia kama unaweza jinyonga, ujinyongee hapo, ufunge kamurango ujinyongee hapo. Na kinacho kuaffect ni tabia zako, kutoa kwako mbele za Bwana. Wewe ni mtu ambaye haujali vile ambavyo unafanya mbele za Bwana. Praise the name of the Lord. So brethren, it is important for people to understand your giving is very important before the Lord. Kutoa kwako ni muhimu mbele za Bwana. Biblia inasema kwamba Kaini akaghadhibika. Ameghadhibishwa na nini? Na kukataliwa kwa sadaka yake. Sadaka yangu haikukubalika. Moyo ukafanya. Na Biblia inasema kwamba na uso wake ukafanya nini? Ukakujamana. Bwana asifiwe sana. Uso unasimamia nini? Kitu ambao tunaita personality. Personality, utu wako. Na uso unaweza pia simamia favor. Mahali mtu hupendeka ni uso. Mtu anakuangalia anakupenda. Mtu anakuangalia anaona wewe ni mtu mzuri. Mtu anakuangalia anaona na tunaweza fanya kazi na wewe. Tunaweza fanya biashara na wewe. You are, and let me put it this way. The way people receive you will be dictated by your offerings. Sadaka zako, I wish you understand, na nitaongea habari ya some of the effects ya kutoa kwako mbele za Bwana. Giving in the kingdom. There is a level of favor before men which is dictated by your givings. Kuna kibali cha watu ambacho hutegemea kutoa kwako. Vile watu watabehave kwako. Mtu kama atakukubali, atakupenda, ataona wewe ni mtu mwema. Amen. So unaweza kaa katika njia ambao unakuwa suspected wewe ni mwizi. Hata ukiingia kwa kanisa unaona asha wanakuwekea macho. Ukianza kutembea unaona asha wamekaribia area ile huko. Na ni hakuna kitu umefanya. Lakini unakuwa suspect, wewe wacheni kuangalia asha wetu. Sio hapa, siongei habari ya hapa. Bwana asifiwe sana. Kuna karoho kanakufuata, hauna favor. Unaenda unaweka biashara mahali lakini watu wanakupita tu, watu wanakuangalia tu, wanakususpect. Hata unaona mtu anakuuliza, hizi nyanya unauza ni za pande gani? Sikoleti huko. Zimekuzwa wapi? I hope vile ziko mzuri sio zile za sewage. Yaani unashindwa. Sasa wewe ni nyanya unataka kama ni sewage. You know kuna mtu anaweza kukuuliza swali unaona ni kama anataka kukutusi. Lakini ni kitu hauna, inaitwa nini? Favor. So mtu anakususpect tu na uwezi mblame, hana makosa. Ni kitu inakufuata ambao haioni, yeye hawezi elewa ni nini. Lakini kama ungejiangalia, ungejua kutoa kwako kuna effect. Bwana asifiwe sana. So kuna mengi ambao siwezi elezea kwa sasa, lakini Biblia inasema kwamba angalia verse 6, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekujamana? Mstari wa 7, kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Sasa hapa kuna ufunuo ambao nimeuona na ambao umenishangaza leo, kwa sababu hata kama nimesoma haya maneno si kuona katika the light of giving nione mambo ambayo yametajwa pale. Number 1 katika verse number 7 anasema hivi, kama ukitenda vyema hautapata kibali. If you do what is right, remember what I've said before, doing right is as important as the sacrifice itself. Kufanya kile kinachostahili na njia ile kinastahili kufanywa ni sawa ama ni kinachukua mahali the same na your sacrifice, probably even more. Kumbuka hiyo ndio tumeita motive. Bwana asifiwe sana. So ujiulize swali, Mungu mwenyewe akamwambia, if you do what is right you will receive favor. Ukifanya kinachostahili utapata kibali. Bwana Yesu asifiwe.
Na ni vizuri uniandikia hili jambo nisije nikalisahau. Giving is dictated by choice. Giving is dictated by choice. Kupeana hutawaliwa na kuamua, kukusudia, yani choice, kuchagua, uchaguzi. In other words, giving is more of a choice than anything else. Praise the name of the Lord. It's a choice. Ni wewe utachagua, ninataka kutoa ama sitaki kutoa, nitatoa sawa ama nitatoa. It's a choice. Anamwambia ukitenda kilicho sawa. Na Mungu hamfunulii, hamwambii Kaini wacha nikufundishe. Sasa unajua hata hapa, hata ukijichunguza wewe mwenyewe unajua wakati unatoa sawa na wakati hautoi sawa. Hakuna mtu ajui hiyo, maana si kitu ya kufundishwa. Praise the name of the Lord. Kitu ila moyo wako unajua kinastahili kutolewa. Hata mtu akija aseme hakistahili, moyo wako unajua. Na kile moyo wako hautaki kutoa, hata tukifundisha miaka 10 hauwezi toa. Bwana Yesu atukuzwe. So kanisa la leo ndio linataka kufundishwa, kuelezewa. Kanisa la mitume, giving ilifundishwa na nani? Ni apostle mgani huyo alikuwa na the ministry of giving, neema ya kutoa, akuje ahubiri mahubiri, watu watoe mashamba. Hebu angalia jirani, mwambie wacha kujifanya mkora ya Mungu. Muangalie vizuri, mwambie wacha kujifanya mkora. Mwambie unajua kutoa. We ongeza volume, mwambie unajua kutoa. Mwambie moyo wako unajua. Lakini ukitaka kujifanya utafanya nini? Utajifanya. Ukitaka kujifanya ya kwamba sielewangi hiyo mambo, hivi vitu atazijashika vizuri, hata pasta huwa hafundishi. Wapendwa, sio habari ya pasta amefundisha mara ngapi. It's about understanding. Biblia haisemi Mungu akamketisha Kaini akamwambia sasa sadaka ya ndugu yako ilikubaliwa kwa sababu ya 1 2 3 na yako ilikataliwa. Alimwambia if you do what is right, ukifanya kilicho sawa. Manake ni kusema Mungu alijua, Kaini unajua how to do it right. You know what is right, you know what is not right. Praise the name of the Lord. Na wapendwa, msikubali kufukuzwa na kusukumwa na roho zingine ambazo zinakuonyesha ni kama hiyo sio right, ni kama haujui, ni kama hauelewi, ni kama unahitaji maelezo. Hapana. Know what is right and do what is right. In terms of giving or in the area of giving, do what is right. So alimwambia if you do what is right, will you not be accepted? Lakini usipotenda kilicho sawa, aliambiwa namna gani? Dhambi inakugoja. So I want you to write a very important and fundamental statement. I have taught you things which I have not taught before. Sidhani kuna mahali nimewahi fundisha mambo haya in my career and ministry. I want to say this. Giving can affect and will affect the level of righteousness and holiness in your life. Kutoa kutaathiri kiwango cha usafi na utakatifu katika maisha yako. Kutoa kutaathiri kiwango cha usafi na utakatifu katika maisha yako. Giving will affect the level of righteousness and holiness, purity and holiness in your life. So do not deceive yourself. Hata unajiambia tu kutoa ni kutoa tu pesa. Kuna vitu haki fulani, kuna utakatifu kiwango ambacho kinategemea na kutoa kwako. Sasa nikuulize, kutoa kama sio hivyo, Mungu anasema hivi, ukifanya iliyo sawa utakubalika, si ndio? Anasema lakini usipofanya iliyo sawa, dhambi inafanya nini? Inakugoja. Can you see the difference? If you do what is right, barabara ile umepita haina dhambi, iko na favor. Lakini usipotenda unachostahili kutenda katika kutoa, because we are not talking about just doing things, we are talking about giving in the kingdom of God. If you give it the right way, if you give as you are supposed to give, this is what will happen. Sin will be away from you. But if you don't do what is right, sin is waiting for you. It is crouching at your door. Dhambi inakuotea mlangoni. Si mnaelewa hiyo neno crouching?
Ni ile kama kimbwa venye kinaweza lala hapo nje kwa kimejificha na tumaua, ukitoka tu hivi imekushambulia. So tunaweza sema hivi, the power of sin can be broken by giving. Nguvu ya dhambi na vitu zingine muelewe, ni principles ambazo hautabadilisha. Dhambi, nguvu ya dhambi inaweza vunjwa na kutoa kwako. If you teach yourself to do what is right, because I want you to know this, vitu zingine zitakuaffect. If you don't know how to do what is right in the area of giving, how will you know what to do, what is right in other areas? Hii area, si hizi ni pesa uko nazo na ziko kwa mfuko yako. Kama pesa uwezi jua ya kwamba nilipata 500, nichomoe ka 50 nimpatie Mungu ni fungu la 10. Kama hiyo inakushinda na ni kitu unaona, vitu ambazo hazionekani utaweza. Come on. Unashindwa kutoa 200. Bwana asifiwe. Utakapofika mahali hata huelewi ni nini, unasikia umechanganyikiwa, kuna tamaa zinaanza kuinuka, kuna mavitu unaanza kusikia, ni kama unaweza fanya, utachagua namna gani? And in you, praise the name of the Lord, haujui kuchagua hata vitu ambazo unaweza shika na mikono. Learn these things. Understand these secrets, my brethren. Praise the name of the Lord. Ndio nikawaambia mimi nimeona hili neno na ufunuo ambao sijawahi liona nao. Glory be to God. Your giving will affect the power of sin over your life. Kwa hivyo kuna vile unaweza toa, dhambi zingine zinakuwinda, uzivunje, zikuondokee. Dhambi zingine zinakutamani, ukute kwamba umeziweza. Dhambi zingine ambazo zinataka kukufuata, uziwekee roadblock katika tabia yako ya kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. So kutoa ni kubwa kuliko vile unafikiria. Ukifikiria kutoa tu ni kurudi kwa mfuko tu, kushagua ni nini iko, ama kufugua kibeti, kagua. Unajua vibeti zingine za wadada iko na kamfuko kakubwa ambao kakona kingine kadogo ndani. Sasa alafu hako kadogo bado kamefugwa, unahitaji ukafugue, alafu ukifugua bado kakona tumifuko tuwili. So ndio unaona wadada hata akiitishwa fare, hata kondakta, ukiwa mwanaume jaribu uitishwe fare ukakae hapo bila kutoa, uone vile unapelekwa bio. Lakini wadada wanaeleweka. Kwa pesa ya wadada hata inaweza wekwa mahali, kutafuta ni one good hour kuipata. Na si kwa ubaya, hakubuki aliweka kamfuko ya pande gani. Amen. Wanaume naye ni mifuko 3 tu, hii au hii ama ya shati, kwisha maneno. Kuna mfuko mwingine wa ndugu tunatafuta pesa. Ukiona ndugu anaweka pesa hapa, huyo ndugu ako na shida. Kauneka 50, hiyo ni 50 bob, ndio inaweka kwa mfuko hii. Ukiona ndugu anakutolea pesa hapa, huyo jipage mapema. Hata mkienda mahali uone ndugu mkikunywa chai anatoa pesa hapa, ujichuke siku nyingine mnaweza kunywa mchoke viazi. Bwana asifiwe. Hakuna pesa hako nazo. Pesa ya wadugu inakuanga hapa ama mahali anaikalia. Ndio wadugu huwa gumu kutoa kwa sababu ya kuikalia. Bwana asifiwe sana. Na hapa karibu na moyo. Sasa ikiwa imekaribia moyo, wadugu kutoa ni gumu. Pesa si goroini. Okay, tuache hiyo. But umeelewa Bwana asifiwe sana. Jaribu ubadilishe pesa uweke pande ya right, mahali moyo iko bali, uone zitatoka kwa haraka. Amen. All right. What I want to say is this. Katika habari ya kutoa, Bwana asifiwe sana, akaambiwa ukitoa katika njia iliyo sawa utakubalika. Usipotoa na njia iliyo sawa, dhambi inakugoja. Kwa hivyo nikasema effect yake ni kubwa kuliko vile tunafikiri. Hapana fikiri tu ni kutoa, kuchomoa, kugawa, kujua hiyo ni 50. Kama siku nyingine huwa nawaambia nilienda kanisa alafu nilikuwa nimeweka 20 bob, nilikuwa na 10. Huwa na mashiriki hapa. Sasa kulikuwa na 5 bob, hakukuwa 20. Kukuwa 20 haikuwa imekuja.
Sasa ninajaribu kutafuta hiyo yenye nilikuwa nataka kutoa, nikajaribu. Sasa nikaona mfuko ya sadaka imekana, unajua nimeketi. Sasa venye nilingangana sana, nikaona nimechelewesha watu wengine wanataka kutoa, wanangojea mfuko. Sasa nikatoa zote nikaweka. Nilipoweka nikakumbuka ya kununulia saa betri ilikuwa hapo. Sasa unajua ibada haiwezi someka tena. Sasa maana haufikirii habari ya hivyo mhubiri anasema. Unaona pesa ya kununua betri iko hapo. Na unajua sadaka wakati mwingi tukitoa sisi na watu tu hapa mbele. Sasa una focus, mtu anaona umefocus na madhabahu. Wewe hauko kwa madhabahu. Uko kwa mfuko ya sadaka. Ukishindwa, nani anaweza ingia anitolee ile ya betri? Bwana asifiwe sana. Motives haziko sawa. Lakini Mungu ni mwema. Hapo tumetoka. Praise the name of the Lord. So umeona dhambi inaweza kuwa affected na giving. Vile unafanya mambo yale itakutokea huko mbele, inaweza tokana na kutoa kwako. So kuna kutoa, unapaswa uelewe jinsi ya kutoa mbele za Bwana. Tuende katika Exodus 25 as I wind up the morning service. Exodus 25 kutoka 25 na mstari wake kutoka wa kwanza. Maandiko inasema Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatoa kwake sadaka yangu. Bwana asifiwe sana. Abia wana wa Israeli wanichukulie nini? Sadaka. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu aliweka condition ya sadaka vile itatolewa. So kumbukeni wale walikuja mwanzo niliwaambia, God is a choose God. Usidanganyike ya kwamba Mungu anachukua chochote kile watu wanamletea. Nimekwambia kwa Mungu hakuna umasikini, hakuna mateso, hakuna shida. Bwana atukuzwe. Kwake hakuna kitu ambao hana. Ati kwamba tunamtolea juu huko biguni economy ni mbaya. Economy yake haiaffectiwi kama yetu. Praise the name of the Lord. Akasema ya kwamba uwaambie Waisraeli kwamba wanitwalie sadaka, na condition ile aliweka. Number 1 akasema kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda. Every person whose heart is willing. Bwana Yesu atukuzwe. Munaona Mungu anaongea habari ya kutoa connect na moyo. Moyo wake unataka, kwa hivyo atoe. Huyo ambaye anaitwa moyo ndiye mahali pa makusudi, the place of motives. So in your giving, it is important for you to ask yourself, what is my motivation in giving? Because it will be key in how my offering will either be accepted or rejected. Sadaka yangu kukubalika ama kukataliwa inategemea sana na motive. Kila mtu ambaye moyo wake unataka kutoa, si kila mtu atoe. Kwa hivyo hata kwa kanisa ni vizuri watu kuchunga. Na ndio unasikia hapa hatuna statement mengine, kila mtu rudi kwa mfuko. Yes, rudi. Kila mtu hakikisha. Yes, uliza jirani kama kuna sadaka. Hiyo unafanya sasa itafanya watu watakuletea sadaka ambazo hazikubaliki. Sadaka ambazo haziko sawa. Maana mioyo yao haikutoa. Mioyo yao haikupenda. Ni kuogopa, wameogopa kiongozi. Hata nimewahi sikia mtu anaongea matangazo mengine anambia, hii offering ni so important, afadhali ukope jirani. Sasa wewe unaongea namna gani? Hakuna sadaka important inahitaji kukopwa. Bwana asifiwe sana. Na ndio ni vizuri wakati mwingine unapoingia katika ibada, unapokwenda katika majia zako, beba kitu extra. Mungu ni Mungu ambaye anaweza demand kitu ambao haukufikiria. Amen. Na siku ile utajua umeokoka ni siku ile utabeba sadaka zako na ubebe mavitu excess na huko. Hiyo ujue sasa unawaambia kuhonoka, umeanza kuokoka. Bwana asifiwe. Unajua kuna vitu Mungu anaweza tenda, mnasikia hiyo Mungu ametenda, wacha nitoe kafara yangu mbele za Bwana, wacha nitoe sadaka yangu, lakini huna anything. Sasa unajikuta mahali ambapo sasa nitafanya nini? Moyo unataka, na si ati hauna, iko kwa nyumba.
Bwana asifiwe sana. Si ati kwamba hauna, lakini haujui kujipanga. So kitu kimoja ambacho nataka uone, akasema yeyote ambaye moyo wake unataka. Praise the name of the Lord. I want to remind you this statement. The motive in your giving is greater than your sacrifice. And I want to add another dimension. For those who were here before, we may have written the statement in a different version, I think about 3 or 4 times. But I want to say this. The motive of my giving is greater than my sacrifice. And God considers the motive above the sacrifice. It doesn't matter how big or how small my sacrifice is. What is important before God is my motive. It supersedes the sacrifice. Sadaka yangu ni ndogo compared to my motive. Ukubwa na udogo wa sadaka unategemea the motive, kusudi. Bwana Yesu asifiwe. You want me to make the statement again? And I want to make it in a different and in a simpler version. Praise the name of the size of the sacrifice is dictated by the motive. Ukuu ama udogo wa sadaka huamuliwa na kusudi. Bwana asifiwe sana. The right motive makes your offering greater in the sight of the Lord. Kusudi lililo sawa huikuza sadaka yako mbele za Bwana. Huitukuza. Huifanya iwe kitu kikubwa machoni pa Bwana. Kwa hivyo ni kusema hivi, wakati Mungu anaposema, kuna mahali Yesu alisema mwanamke huyo ametoa nyingi kuliko kila mtu. Bwana asifiwe sana. You remember that word? Unaona kama Bwana asifiwe. Kuna mtu alikuwa na point ya kuongezea. Kwa nimesikia kama kuna mtu ameamuka na point. Yesu akasema this woman. Watu ni kutoa wanatoa mbele zake. Lakini akasema this woman ametoa kuliko watu wote ambao wametoa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu gani kilikuwa kimefanya yule mwanamke asemekane ya kwamba ametoa kuliko watu wote? Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Okay, nafikiri katika the next session nitakupea hili neno katika, maana pia nilitamani kulisoma katika mahali tofauti, lakini nitakupea katika the next service. I know you will be here, na wale ambao uko online you can follow. So akasema ya kwamba watu aliketi mahali watu wanatolea sadaka, kila mtu anatoa, mwingine anatoa, mwingine anatoa, mwingine anatoa, na mwisho wake ukatokea mama na tusenti tuwili, yani tuma coins akatoa. Yesu akasema, akaambia wanafunzi, unaona huyo mama, huyo ndiye ametoa kuliko kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Wakamwambia hapana, wewe angalia, watu wametoa vitu kubwa kubwa. Alisema hivi, wengine wametoa kutoka kwa wingi wa mali zao, lakini yeye amepeana maisha yake, livelihood. Praise the name of the living God.
Sijui kama unapata hili neno. Ametoa uhai wake wote wakati ametoa ile sadaka. Jina la Bwana libarikiwe. This woman has given her livelihood, everything that she had. Pesa zile angetumia kupata chakula ametoa. Uhai wake ni kama ameweka kwa madhabahu. The motive is greater than the sacrifice. The motive is greater than the sacrifice. So learn this in the kingdom. Principles za kingdom za kutoa ni tofauti na za dunia. Za dunia tunaangalia the quantity. Nani alinisaidia sana? Wakati nilikuwa na shida, nani alikuja kwangu? Hivyo ndivyo dunia inaangalia. Ufalme unaangalia tofauti, the motives. Kuna mtu hakuja kwako kwa sababu siku hiyo ndio aligojeka, ndio maana hakufika kwako. Ufalme wa Mungu hauangalia aliyefika, unaangalia aliyekusudia. Huyu alitaka kuja lakini akawa mgonjwa asubuhi, hangeweza kufika. Bwana Yesu atukuzwe. So in giving, huyu mtu si ati kwamba ni mchoyo. Moyo wake wataka kutoa, lakini juu ya shida aliyoipata hangefika kwako. He is greater than yule ambaye alikupea ili umuone. Ili umuone, ili na yeye siku yake ikifika na wewe uende kwao. Na ndio maana ni vizuri ujiangalie. Nimesema giving in the kingdom is great. Haipo tu katika habari ya kutoa hapo katika kanisa, haiko tu habari ya kutoa hapo nyumbani kwenu kwa huyo mtu mwenye, hapana. The kingdom is greater. Praise the name of the Lord. So uangalie hili jambo, kwa sababu ni kwa nini ulitoa. Kwa nini ulipokuwa kwa kanisa kukawa na ndugu walikuwa na harusi ulichanga tu pesa? Je, ni harusi yako ulikuwa unataka ipangwe ama ni nini? Amen. Bwana asifiwe. Kwa nini uko na shughuli hivyo na pastor hata akikwama unamuuliza mchungaji umekwama pande gani? Bwana asifiwe. Mchungaji, naona hiyo kasuti yako kameparara, naomba nikupeleke mahali. Unampeleka mahali. What is your motivation? Amen. Hiyo motivation yako ndio Mungu ataangalia, na ni kubwa kuliko sadaka yako. So kwake Mungu ukitokea, hana shughuli ni kitu gani ulitoa sana, kama ni kwa nini ulitoa. What was your motivation? What was the reason behind your giving? That is what God will look at. Praise the name of the Lord. Ulipokuwa because giving is great. Hata wakati ulikuwa unahubiri, kama mahubiri kama haya, what is the motivation? Je, am I preaching ili baada ya hii niseme sasa nimesikia Bwana ameniambia wote kila mtu aangalie kwa moyo? Je, what is my motivation? Hiyo ndio Mungu ataangalia. Na Mungu haangalii kama neno si ufunuo Mungu alikupa. Like now, whatever I'm teaching you was given to me quite a number of days ago. Not even 2 days, probably 2-3 weeks. Ameweka katika moyo wangu. Hata leo nimekuja nikingangana, because these are not some of the sermons ambazo unapenda kuhubiri kila siku. Lakini moyoni mwangu akaweka, waambie tu haya maneno. Bwana asifiwe sana. I had a different sermon to preach, but this is what he gave to me about 3 weeks ago. So what is the motivation? Je, unatuanga injili kama hii ukiangalia tu watu vile wameingia hii? Bwana asifiwe. Hapa kutatoka kitu. Watu wamekuja leo ni kukamua. Sio, kuna ndugu mmoja aliniambia, "Leo pastor, sina kitu naweza kukupea. Unajua tumekamuliwa kukamuliwa." Sasa nikajua ikai. Hivyo ndivyo wanachukulia. Sadaka zile ziliitishwa ni kukamuliwa, anafanya nini? Hebu niangalilie jirani umuulize, "Ni kukamua kama wewe unakamuliwa ama unatoa?" Unajua kukamuliwa ni ile mpaka unamwagiwa tumajani hapo mbele ili mtu arudi pande ya nyuma. Usipokuwa na tumajani hawezi kukamua, utamgonga mateke. Hiyo ndio sasa hiyo tabia kama hizo. Lakini huyu mtu nikasikia statement yake, by the way, ili ni offend. Kwa sababu nilisikia sasa hatuko the same kingdom. Huyu haelewi kanuni ya ufalme. Kutoa kwake hakupo katika kanuni za kifalme. Anatoa kama vile walimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amefinywa. Huyu mtu si kupenda. Amen. So wapendwa, shikeni haya maneno. Mnakumbuka, nirudie tena ile Matendo 5. Anania walitoa.
na si waliuza shamba. Biblia inasema kwamba lakini akagawa sehemu ya mali ile alipata kutoka kwa shamba, akaificha, akaleta sehemu. Na wakati alifikisha, kwa sababu motive yake ilikuwa watu wajue ya kwamba hata yeye amefanya kama watu wengine. Na unajua lazima Anania, ukisoma unajua Biblia imeandikwa in short form. Story ya Anania tukifika mbele za Bwana utaijua vizuri. Lazima Anania alitembea akiambia watu, leo ile shamba yangu ya pale Kapili nauza, in case upate mtu ananunua unaweza niambia. Nataka kutoa kwa Bwana, nataka kutoa ile pesa kwa Mungu. Haleluya. Sasa wandugu wamejua Anania anauza shamba apeane kwa kanisa. Watu wanajua Anania anashughulika hii shamba inunuliwe haraka, apeleke pesa kwa madhabahu. Lakini Anania baada ya kuuza, ni kweli aliuza na ni kweli pesa ilifika, lakini akagawa sehemu yake. Lakini alipokuwa anaambia watu wanapeleka pesa kwa madhabahu, hakuwaambia nitapeleka ingine na ingine nitabaki naye. Ni jina tu alikuwa anataka kujijegea, jina na heshima. Bwana asifiwe. Exodus 25 nimekusomea is it verse 3? In verse 2 actually. And this is the contribution, verse 2 sorry. Speak to the children of Israel that they take for me a contribution from every man whose heart moves him. Kila mtu ambaye moyo wake unamsukuma, unampatia, unampea nafasi, moyo ukufungulie njia. Bwana Yesu asifiwe. So I want to make this statement as I conclude. Your giving must begin in the heart. Wacha kutoa kwa akili, wacha kutoa kwa mifuko. Give from the heart. Toa kutoka kwa moyo. Learn to give from your heart. Jifundishe kupeana kutoka kwa moyo. Haya, andika mambo haya mawili ambayo yatakusaidia. Giving from the heart means, number 1, you shall reason enough concerning your giving. Utaitafakari sadaka yako kabla ya kuipeleka. Hiyo ndio kutoa kutoka kwa moyo. Utaifikiria sadaka yako. Number 2, you shall take into account all the necessary things before you give. Giving from the heart simply means you shall take into account everything important before you give. Utafanya hesabu na kutathmini kabla ya kutoa kwako. Utafanya hesabu. Utaketi, utajiangalia, utaangalia ni nini hiki napeleka mbele za Bwana. Utaangalia ni kwa nini napeleka, ni kitu gani natafuta kwake. Giving from the heart, kutoka kwa moyo. Bwana asifiwe sana. Yes. Mama anakuja kwa Yesu akilia, na analia tu. Bwana asifiwe sana. Analia kwa sababu ya kutoa kwake. Bwana asifiwe sana. Analia kwa sababu ya mafuta amebeba. Moyo wake umesukumwa alete mafuta. Biblia inasema ya kwamba tangu nikuje kwako wewe Joseph of Arimathea, wewe hata maji ya kuoga miguu hukunipa, lakini huyu mama ameniosha na nini? Na machozi. Motivation yake ilikuwa nini? Mimi ni mwenye dhambi, sistahili heshima, ninataka msamaha, naomba nisamehewe. Motivation yake katika kutoa, hatoi si hongo anapeleka, lakini ni kitu ambao alishindwa nitamfikia Bwana namna gani, akaamua nitamfikia kwa machozi na kwa mafuta manukato ambao nitampaka. The motivation, and I will keep on repeating, if you cannot give from the heart, you have never given. You will not have given. If you don't give from the heart, you will not have given. Kama hautoi kutoka kwa moyo, hakuna kitu umetoa. Bwana asifiwe sana. Nimesema you will take into account everything important
before you give. Utaweka kwa makini, utaangalia, utafanya hesabu. Mungu aliambia Kaini, ukitoa inavyostahili sadaka yako itafanya nini? Itakubalika. Manake ni kusema hauwezi sema kuna angalia hapa turudi katika Genesis chapter 4. That is logically we look at the logic of Genesis 4 verse number 5. No, verse number 7 actually. Akaambiwa ukitoa katika njia inayokubalika sadaka yako itafanya nini? Nikasema hivi, hauwezi mwambia mtu fanya kinachostahili kama hakijui na kama hawezi jua. You cannot tell a person. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Unaona vile tunapangwa na asha from one side tunaenda tukijaza rows, si ndio? Unajua kwa tunafanya hivyo? Kwa sababu watu wengi kwa kanisa wakiingia hawajui kuketi. Wao wengine ni waoga, anataka kuketi nyuma, mwingine hata ni mgeni, hata hajulikani vizuri, amesonga mpaka hata mwingine unakuta amekalia kiti ya pasta. Watu hawafanani, kunategemea na kule mtu ametoka. Bwana asiwe sana. And because of that mixture ya watu, kuna watu kiherehere, kuna watu waoga, ndio tunakuwa na ashas. Maana haujui ni mahali pazuri pagani pa kufanya nini? Pa kuketi. Praise the name of the Lord. Lakini kuna wengine hapa hawakupangwa, walijipanga wenyewe kwa sababu they have been here for years, they know where they are supposed to sit. Are you getting the point? Kuna mtu akiketi vibaya, tunaelewa ni mgeni, hajui, tuna understand. Bwana asifiwe. Lakini ukikuta wazee wengine wako hapa uwakute na kule nyuma, hata utaona asha hawaongereshi. Maana either ni wagonjwa hawezi kuwa ameketi kule nyuma akiwa nomo, because hiyo si mahali pake. Anajulikana yeye huwa haketi kule nyuma. Jina la Bwana libarikiwe. So I am saying this, the motive, hawezi ambiwa do what is right if you don't know what is right and what is wrong. So if you will give from the heart, you must take your time to evaluate. Ujiangalie. Kwa mfano, hebu nitumie mfano wa fungu la 10. Ni aje Mungu anaweza kukupea fungu la 10? Anasema the tithe, the 10%. Ulisoma, ukaenda shule, ukafundishwa kugawa. Kama hukuenda shule, kanisani tumeelezea ukipata 100 ni ngapi ya Mungu? Hamutaongea. 100 ya Mungu ni ngapi? 10 peke yake. Ukipata 1000 ya Mungu ni ngapi? Ni 100. Ukipata 10,000 ya Mungu ni ngapi? Yani unajua hiyo hesabu. Alafu unakuja unaingia kwa mfuko tu, kile utakutana nacho ndicho umesomoa na kuigiza kwa basha na unaandika jina hapo juu. Yes, na unapiga mpaka signature. Yani kuhakikisha kwamba hii kitu ni halali. Bwana asifiwe. Ndio nimewaambia mchunge, hapana jiulia kwa madhabahu. Unafanya kama Anania. Afadhali mtu yule hakutoa kitu kuliko yule alitoa mchezo mbele za Mungu. Afadhali yule hakutoa. Maana hukumu yake itakuwa moja tu, haukufanya nini? Haukutoa. Na kitu moja ambao ningetaka uelewe, hakuna ujinga mbele za Mungu. Ati hakuna nini? Unasikia hiyo jina vile unaisikia ikiwa baya? Nataka uiseme. Ati hakuna nini? Ujinga mbele za Mungu. Ujinga ni nini? Siongei habari ya ujinga hii watu wanatajataja. Ujinga hii ya kujifanya ati wewe ni mjinga. Haujui, unajifanya tu hapo ati hata unajua hata kuna watu inafika saa ya kutoa, unaona mtu ametoka nje. Ameenda hivyo, alafu akisikia sasa tupigie Bwana makofi, anarudi kwa kanisa. Wewe sasa hiyo, wewe jiangalie vizuri. Unajifanya mjinga, hauelewi, haushikanishi. Amen. Haushiki ni nini inaendelea. Na wapendwa, siongei habari ya hapa. Umeenda mahali hata palikuwa na msichana kamujane. Sasa watu wakasema baada ya mazishi tunataka tuone huyu msichana amesoma, na uko na 2,000 kwa mfuko na fare ni 300 kurudi kwenu.
Hauwezi toa hata ile useme na fadhalini nitoeni 500 hapa mnirudishie 500. Unajifanya hauna chochote. Msichana anachagiwa mpaka na walevi. Unasikia mlevi amesema katasoma na andika hapo 2000. Namba ya simu mlevi anatoa, wewe hautoi kitu na iko pesa kwa mfuko. Hebu angalia jirani, mwambie ufalme ni mkubwa kukuliko. Si umwangalie vizuri, umwambie ufalme ni mkubwa kukuliko. Na ndio nimesema ufalme unapita hii madhabahu. Ufalme uko hata kule unaenda. Kwa nini Mungu alikupeleka hiyo mazishi? Mtoto ya rafiki yako hayuko. Mama amekufiwa na mzee. Na kwa nini mtu huyo akafikiria kuchagiza pesa saa ile huko? Maana ilikuwa a kingdom opportunity for you to show compassion to those who deserve compassion. Biblia inasema blessed are the merciful, for they shall obtain what? Come on, what does the Bible say? Blessed are the merciful, they will obtain. Heri wenye huruma, maana nao pia watafanya nini? Watahurumiwa. Siku yako itafika, unahitaji kuhurumiwa. Ndio Mungu anafunga milango inaitwa mlango wa huruma. Unafungwa na kufuli 7 na malaika 7 wanasimama hapo, mtu ajaribu kufungua. Ndugu, utaombewa. Utasema hata pastor wenu hakuagi na power. Milango ingine si pastor hufungua. Fungua ziko na angels. Salimiana hewani wapendwa. Niliwaambia habari ya kutoa haina gharama, haipendezi kwa kanisa, lakini watu wengine mjue hii ndio siri ya maisha. Unafika mahali unaondoka dunia, na hii dunia mtu asijiweke ati kwamba kama hapa uko permanent and pensionable. Hii dunia ni kupita, unapita. Na kuna watu walipita mbele, si kwamba ni dhambi walikuwa nazo. Mungu aliwasave na vitu, wakaondoka wakajikuta mbele zake. Wakiwa huko ndio hata ukijaribu kuomba huku wafufuke hawezi fufuka. Maana anaangalia maisha ile ameacha, anaona wacha nikae huku niko. Jina la Bwana libarikiwe. Utakapokuwa haupo, mtoto wako anaweza onewa huruma. Utakapofika mahali ujikute mahali, na you know mercy, the mercy you deserve is dictated by your circumstances. Kuna mtu kuhurumiwa ni kupewa 50. Hiyo ndio inaitwa kuhurumiwa. Kupewa nini? Kuna mtu kuhurumiwa ni 1500 zimeshikana. Hiyo ndio inaitwa huruma kwako. Kuiguerwo tha ne ngiri magana. Wewe Bwana asifiwe. Sikunakuwa na jaji anafunga watu. Anasema ya kwamba nimekupatia kifungo cha miezi 6 gerezani ama utoe faini ya 10,000. Si hiyo ni kweli? Na mtu anaambiwa una jambo la kujitetea. Anasema mimi naomba mahakama inihurumie, mimi ni mama mboga, hata jioni, hata hiyo pesa ukiniambia hiyo 10,000 umesema labda nijiuze mwenyewe. Mimi mnauzanga 300. Hiyo ndio naenda naye nyumbani. Na ndio watoto wanakula. Ndio inalipa rent. Naomba jaji, unihurumie, unipunguzie hiyo fine ama uniwachilie. Mimi sitarudia hii jambo. Anahitaji huruma kwa sababu ya 1000 gapi? 10. Fine ya 10,000. Lakini kuna mtu anahukumiwa, anaambiwa fine ile koti hii imekutoza ni 5,000,000. Koti hiyo jaji yule huyu fine yake ni 10,000 na huyu mwingine fine yake ni 1,000,000. My brother, nataka kutumaliza. Bwana asifiwe. Nikuulize, watu hao wote wanahitaji huruma? Huruma zao zinatoshana?